Nyuma ya jukwaa kulikuwa na skrini kubwa iliyokuwa ikionyesha picha pamoja na majina ya washiriki watatu waliofanikiwa kuingia hatua ya fainali. Mara kwa mara skrini hiyo ilibadilisha picha zao na kuonyesha baadhi ya matukio muhimu ya safari yao katika mashindano. Watu waliokuwa ukumbini walielekeza macho yao kwenye skrini, huku mashabiki wa kila mshiriki wakilitaja jina la mtu waliyekuwa wakimuunga mkono. Doris, Latifa na Lilian walikuwa wameketi sehemu ya mbele wakisubiri kwa shauku kusikia ni nani kati yao ambaye angetangazwa kuwa mshindi wa mashindano ya Dez Empower Her Challenge. Baada ya mvutano mkali wa majaji, hatimaye muda wa kutangaza mshindi ukawadia. Jaji mkuu akamkabidhi MC karatasi iliyokuwa na jina la mshindi wa mashindano ya Dez Empower Her Challenge. Mbele ya jukwaa alikuwapo mgeni rasmi, waziri wa maendeleo ya jamii na wanawake, akiwa ameketi pamoja na viongozi wa kampuni ya Dez Beauty and Fashion. Alikuwa amealikwa kushuhudia hatua ya mwisho ya mashindano na kumkabidhi mshindi zawadi yake. MC akasimama katikati ya jukwaa akiwa ameshika kipaza sauti pamoja na karatasi hiyo. Ukumbi mzima ukatulia. Washiriki na wageni wote walielekeza macho yao jukwani wakisubiri kwa hamu kusikia jina la mshindi. Doris alikuwa ameketi karibu na Latifa. Ingawa alijaribu kutulia, mapigo ya moyo wake yalikuwa yameongezeka. Hakuwa ametarajia kufika hatua ya mwisho tangu alipojiunga na mashindano hayo, lakini baada ya kufanya vizuri katika hatua zote, ndani ya moyo wake alianza kuwa na matumaini ya ushindi. Latifa naye alikuwa ameketi kimya, huku mikono yake ikiwa imeungana mapajani. Lilian alitazama jukwani kwa umakini, akijaribu kuficha hofu na msisimko aliokuwa nao. MC akafungua karatasi taratibu, akalitazama jina lililokuwa limeandikwa, kisha akautazama ukumbi. Na sasa, wakati ambao tumekuwa tukiungojea umefika. Mshindi wa mashindano ya Dez Empower Her Challenge anayejishindia kitita cha shilingi milioni 30 ni... MC akanyamaza kwa sekunde chache, hali iliongeza taharuki ndani ya ukumbi. Lilian Mkwizu. Shangwe kubwa ikalipuka ndani ya ukumbi. Watu waliokuwa wakimshabikia Lilian wakasimama kutoka kwenye viti vyao, wakipiga kelele za furaha na makofi kwa nguvu. Baadhi yao walilitaja jina lake kwa sauti, huku wengine wakipiga miluzi ya shangwe. Lilian alibaki ameketi kwa sekunde chache, akiwa amefunika mdomo wake kwa mikono, kana kwamba hakuamini alichokuwa amekisikia. Kisha akasimama kwa haraka, huku uso wake ukiwa umejaa furaha. Watu waliokuwa wameketi karibu naye wakamkumbatia na kumpongeza. Baada ya hapo, akaanza kuelekea mbele ya jukwaa huku akitabasamu na kuwapungia mkono mashabiki wake. Kwa upande mwingine, watu wengi waliokuwa wakimshabikia Doris hawakufurahishwa na matokeo hayo. Baadhi yao walibaki wameketi kwa mshangao, huku wengine wakinong'onezana kwamba Doris ndiye aliyekuwa amefanya vizuri zaidi katika hatua mbalimbali za mashindano. Wengine walitikisa vichwa vyao kwa kutoridhika, lakini hawakutaka kuvuruga shughuli iliyokuwa ikiendelea. Doris alinyomonyea kidogo. Tabasamu lililokuwa usoni mwake likapungua, na kwa muda mfupi akainamisha kichwa chake. Ndani ya moyo wake alihisi maumivu, kwa sababu alijua alikuwa amefanya kila alichoweza. Hata hivyo, hakutaka kuonyesha hisia zake. Akavuta pumzi kidogo na kujisemea moyoni, haya, ni mashindano. Lazima apatikane mshindi. Huenda hii ndiyo bahati yake. Kisha akainua kichwa na kuanza kupiga makofi pamoja na watu wengine. Makofi yake hayakuwa ya nguvu kama ya mashabiki wa Lilian, lakini yalikuwa ya heshima. Latifa naye alipiga makofi huku akijaribu kuweka tabasamu usoni. Lilian alipofika mbele ya jukwaa, waziri wa maendeleo ya jamii na wanawake akasimama na kumpokea kwa tabasamu. Hongera sana, waziri akamwambia huku akimshika mkono. Asante sana mheshimiwa waziri, Lilian akajibu kwa furaha. Waziri akamkabidhi mfano wa hundi yenye thamani ya shilingi milioni 30, cheti maalum pamoja na kombe la ushindi. Makofi yakapigwa tena kwa nguvu, huku Lilian akiinua kombe lake juu na kuwapungia mkono watu waliokuwa wakimshangilia. MC akatangaza kwamba mbali na fedha hizo, Lilian angepata mafunzo maalum ya ujasiriamali pamoja na ushauri wa kitaalamu chini ya usimamizi wa kampuni ya Dez Beauty and Fashion. Baada ya kukabidhiwa zawadi, waziri akasimama pamoja na Lilian mbele ya bango la Dez Empower Her Challenge kwa ajili ya picha.
Lilian alishika kombe kwa mkono mmoja na mfano wa hundi kwa mkono mwingine. Waziri akasimama pembeni yake huku wote wakitazama kamera. Waandishi wa habari wakaanza kupiga picha kutoka pande mbalimbali. Mwangaza wa kamera ukamulika mfululizo huku mashabiki wa Lilian wakiendelea kushangilia. Baada ya picha za mshindi kupigwa, MC akarudi kwenye kipaza sauti. Tunawaomba pia washiriki wetu waliofika hatua ya mwisho, Doris Nyinza na Latifa Hassan, waje mbele ya jukwaa kuungana na mshindi pamoja na mgeni rasmi kwa ajili ya picha ya pamoja. Doris na Latifa wakasimama kutoka kwenye viti vyao na kuelekea mbele ya jukwaa. Walipofika, waziri aliwapokea kwa tabasamu na kuwapongeza kwa kufika hatua ya mwisho ya mashindano. Ni jambo kubwa, waziri akawaambia. Asante sana, Doris na Latifa wakajibu. Lilian akasimama katikati akiwa ameshika kombe pamoja na mfano wa hundi. Doris na Latifa wakasimama pembeni yake huku waziri akiwa karibu nao. Waandishi wa habari wakajiandaa tena na kuanza kupiga picha. Lilian alikuwa na tabasamu kubwa la ushindi. Latifa alitabasamu kwa utulivu, huku Doris akijitahidi kuweka tabasamu usoni. Ingawa bado alikuwa akijaribu kukubali matokeo, hakutaka kuonyesha huzuni yake mbele ya kamera na wageni waliokuwa ukumbini. Baada ya picha kupigwa, Doris alimgeukia Lilian na kumwambia kwa sauti ya upole, "Hongera sana." Lilian akatabasamu na kujibu, "Asante sana Doris." Mashabiki wa Lilian waliendelea kufurahia ushindi huo. Wengi walimuita kwa sauti wakitaka kupiga naye picha na kumpongeza. Kwa upande mwingine, watu waliokuwa wakimpenda Doris waliendelea kuonekana kutoridhishwa. Walihisi kwamba uwezo wake, ujasiri wake na namna alivyowasilisha mawazo yake vilimfanya astahili ushindi. Hata hivyo, Doris hakulalamika wala kuonyesha chuki. Ingawa hakushinda, alijikumbusha kwamba kufika hatua ya mwisho katika mashindano hayo lilikuwa jambo kubwa. Aliamini kuwa huenda siku moja nafasi nyingine ingefunguka katika maisha yake. MC akaeleza kuwa Doris Nyinza na Latifa Hassan hawangeondoka mikono mitupu. Kwa kufanikiwa kufika hatua ya fainali, kila mmoja angeingiziwa shilingi milioni 1 katika akaunti yake kama zawadi ya kutambua juhudi na uwezo aliouonyesha katika mashindano. Doris aliposikia hivyo, moyo wake ukatulia kidogo. Ingawa hakupata ushindi aliokuwa ameanza kuutarajia, alimshukuru Mungu hata kwa fedha hizo. Angalau milioni 1 si ndogo, akajisemea moyoni. Inaweza kunisaidia kuongeza bidhaa katika biashara yangu. Kwa mara nyingine, akahisi kuwa muda aliyoutumia katika mashindano haukuwa umepotea bure. Alikuwa amepata uzoefu, amefika hatua ya fainali na sasa alikuwa na fedha ambazo zingeweza kuisogeza biashara yake mbele kwa kiasi fulani. Latifa naye alifurahi kusikia taarifa hiyo. Wote wawili wakapiga makofi kwa heshima huku mashabiki wa Lilian wakiendelea kushangilia ushindi wa mshiriki wao. Shamra ziliendelea kutawala ukumbi. Watu wengi wakamzunguka Lilian na kumpongeza kwa kuibuka mshindi. Baada ya muda, wakati shamra za sherehe zikiendelea, Doris alitoka ndani ya ukumbi na kuondoka. Alitaka kuwahi kurudi nyumbani kwa sababu alikuwa amekaa kwenye mashindano hayo tangu asubuhi. Mawazo yake yalikuwa kwa watoto wake mapacha. Hakujua walikuwa wameshindaje nyumbani kwa siku nzima aliyokuwa hayupo. Pia alitaka kuondoka haraka ili asije akakutana na Boniface. Wakati Doris akitoka kwa haraka katika eneo la ukumbi, nusu agongwe na gari lililokuwa likiingia. Kwa bahati nzuri, gari hilo halikuwa katika mwendo mkali. Hivyo dereva aliweza kulisimamisha kabla halijamfikia. Doris alishtuka sana na kurudi nyuma kwa haraka. Wakati huo akili yake ilikuwa kwa watoto wake. Dereva alishusha kioo cha gari na kumwambia, "Uwe mwangalifu mama." Doris akiwa bado na hofu akajibu, "Sawa, asante." Ndani ya gari hilo alikuwamo mkurugenzi wa kampuni ya DEZ Beauty and Fashion. Siku hiyo alikuwa amebanwa na kazi nyingi sana. Ndio maana hakuweza kushiriki mashindano tangu yalipoanza. Ingawa alikuwa ametamani sana kuwapo. Alijua kwamba shughuli ilikuwa imekwenda mwishoni, lakini aliamua kufika ukumbini. Alitamani angalau aweze kushuhudia sehemu ya mwisho ya mashindano na baada ya shughuli kuzungumza kwa muda mfupi na mgeni rasmi ambaye alikuwa waziri wa maendeleo ya jamii na wanawake.
Lakini alipomtazama Doris, mkurugenzi huyo alihisi kama hakuwa akimuona kwa mara ya kwanza. Aliendelea kumwangalia huku akijaribu kukumbuka ni wapi alipowahi kumuona. Mara akakumbuka kwamba mwaka mmoja uliopita, wakati wa sherehe ya kusherehekea mafanikio ya kampuni, aliwahi kumuona Doris akiwa amesimama pamoja na Boniface. Boniface alionekana kumfokea Doris. Mkurugenzi akasema huku bado akimtazama Doris, "Hebu, huyu mama nimewahi kumuona." Dereva akajibu, "Atakuwa ametoka kwenye mashindano humo ndani." Mkurugenzi aliendelea kumtazama Doris kwa muda mfupi. Kabla hajakumbuka vizuri zaidi, Doris alikuwa tayari ameendelea na haraka zake. Akatoka nje ya eneo la ukumbi na kupanda bajaji kuelekea nyumbani. Akiwa ndani ya bajaji, alimshukuru sana Mungu kwa kumsaidia kupata milioni 1. Pia alimshukuru Mungu kwa kutokutana na Boniface. Hata hivyo, Doris hakujua kwamba kwa sasa Boniface hakuwa tena meneja wa kampuni hiyo. Alikuwa akifanya kazi store, akishughulika na kutoa oda za wateja pamoja na kupanga bidhaa za urembo kwenye shelf. Wakati Doris alipokuwa akijaribu kulikwepa gari lililokaribia kumgonga, hakutambua kwamba alikuwa amedondosha kitu chini. Mkurugenzi wa kampuni ya Des Beauty and Fashion, ambaye alikuwa ndani ya gari hilo, aliona kitu kilichoanguka kutoka kwa Doris. Akamwambia dereva wake, "Hebu shuka ukaokote kile kitu alichodondosha." Dereva akafungua mlango wa gari, akashuka na kukifuata. Baada ya kukiokota, akarudi na kumkabidhi mkurugenzi. Mkurugenzi alipokitazama, akagundua kuwa kilikuwa kitambulisho cha ushiriki wa mashindano. Juu yake kulikuwa na picha ya Doris pamoja na jina lake kamili, Doris Nyinza. Mkurugenzi akakitazama kwa muda mfupi, kisha akakiweka vizuri ndani ya mfuko wa koti lake. Gari likaendelea kuelekea ukumbini. Alipofika, kila kitu kilikuwa tayari kimefikia mwisho, na wageni wengi walikuwa wakijiandaa kuondoka. Mkurugenzi alimshukuru kwa kukubali mwaliko na kufika kwenye hitimisho la mashindano ya Des Empower Her Challenge. "Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa kutenga muda wako na kuja kushiriki nasi katika tukio hili," alisema mkurugenzi. Waziri akatabasamu na kumjibu, "Nami nawashukuru kwa kuandaa mashindano yenye lengo la kuwainua wanawake na kuwapa nafasi ya kuonyesha uwezo wao." Wakaendelea kuzungumza kwa muda mfupi kuhusu mashindano hayo, namna yalivyofanyika pamoja na mipango ya kampuni ya Des Beauty and Fashion katika kuwawezesha wanawake kupitia ujasiriamali. Baada ya mazungumzo yao, wakapiga picha za pamoja mbele ya bango la mashindano. Muda mfupi baadaye, waziri akaagana na viongozi waliokuwapo ukumbini, kisha akaondoka. Mkurugenzi naye akabaki kwa muda mfupi kabla ya kuelekea ofisini kwake. Jioni hiyo mkurugenzi alipokuwa ofisini, alitoa kile kitambulisho cha Doris na kukiweka juu ya meza. Alikitazama kwa muda mrefu. Kadiri alivyoendelea kukitazama, ndivyo alivyohisi hamu ya kujua zaidi kuhusu Doris na namna alivyoshiriki katika mashindano hayo. Alifungua kompyuta yake na kuingia kwenye mfumo uliokuwa umehifadhi video za mashindano. Akaanza kufuatilia hatua mbalimbali za washiriki huku akimtafuta Doris. Alipompata, alianza kutazama uwasilishaji wake kwa umakini mkubwa. Katika kila hatua aliyomtazama, aliona kuwa Doris alikuwa mwanamke mwenye kujiamini sana. Alisimama mbele ya majaji bila woga, akawasilisha mawazo yake kwa mpangilio mzuri na kueleza kila hoja kwa uwazi. Uwasilishaji wake ulikuwa wa kipekee. Kila swali aliloulizwa alilijibu kwa utulivu na kwa uelewa mkubwa. Hata katika hatua zilizokuwa na changamoto, Doris aliendelea kuonyesha uwezo, ubunifu na ujasiri. Mkurugenzi alizidi kushangazwa na kiwango cha uwezo wake. Baada ya kumaliza kutazama video za Doris, akafungua video za Lilian Mkwizu, ambaye alikuwa ametangazwa kuwa mshindi wa kwanza. Akatazama uwasilishaji wa Lilian kwa makini, akafuatilia majibu yake pamoja na namna alivyoshiriki katika hatua mbalimbali. Kisha akarudia tena baadhi ya video za Doris na kuanza kuwalinganisha washiriki hao wawili. Baada ya muda, mkurugenzi akatikisa kichwa kwa mshangao. "Hapana," alisema akiwa peke yake. "Mbona Doris ndile aliyestahili kuwa mshindi? Imekuwaje?" Alikaa kimya kwa muda huku akiendelea kutazama alama na video za mashindano. Kadiri alivyozidi kulinganisha uwezo wao, ndivyo alivyoshindwa kuelewa sababu iliyomfanya Doris apewe nafasi ya pili. Bila kupoteza muda, akachukua simu yake na kumpigia jaji mkuu. Jaji mkuu alipopokea simu, mkurugenzi akamsalimia, kisha akaingia moja kwa moja kwenye jambo lililomsumbua. "Nimeangalia video za mashindano," alisema.
Huyu aliyepata nafasi ya pili ana uwezo mkubwa sana. Uwasilishaji wake ni mzuri na maswali yote amejibu vizuri kuliko hata huyu aliyetangazwa mshindi. Imekuwaje? Jaji mkuu akakaa kimya kwa muda mfupi kabla ya kujibu. Uamuzi ulifanyika kutokana na maoni ya majaji. Mkurugenzi akakunja uso. Hapana. Hata mtu wa kawaida tu akitazama video hizi anaweza kuona wazi kwamba Doris ndiye aliyestahili kushinda. Jaji mkuu akajibu, lakini hayo hayakuwa maoni yangu peke yangu. Uamuzi ulifikiwa baada ya majaji wote kutoa mitazamo yao. Mkurugenzi hakuridhishwa na jibu hilo. Aliendelea kulitazama jina la Doris lililokuwa kwenye kitambulisho kilichowekwa juu ya meza yake, huku maswali mengi yakianza kujaa akilini mwake. Alianza kuwafikiria majaji 5 waliokuwa wamepewa jukumu la kutathmini washiriki. Wote walikuwa watu wenye uzoefu na uwezo mkubwa katika maeneo yao, jambo lililomfanya azidi kushindwa kuelewa namna uamuzi huo ulivyofikiwa. Majaji 3 walikuwa wametoka ndani ya kampuni ya Des Beauty and Fashion. Mmoja alikuwa mtaalamu wa masoko, mwingine meneja wa rasilimali watu, na watatu alikuwa mtaalamu wa bidhaa na ubunifu. Majaji wengine 2 walikuwa wametoka nje ya kampuni. Mmoja alikuwa kiongozi wa shirika la kuwawezesha wanawake, huku mwingine akiwa mtaalamu wa biashara na ujasiriamali. Mkurugenzi aliwafahamu wote vizuri. Alijua kwamba walikuwa na uwezo wa kutambua kipaji, ubunifu na uwezo wa kibiashara wa mshiriki. Haikuwa rahisi kuamini kwamba watu wote hao wangeshindwa kuona uwezo mkubwa aliokuwa nao Doris. Hapana, alisema kwa sauti ya chini. Hapa lazima kuna jambo. Mkurugenzi hakutaka kuendelea kuwauliza majaji waliotoka ndani ya kampuni kwa sababu alihisi wasingemwambia ukweli. Ndipo akamfikiria kiongozi wa shirika la kuwawezesha wanawake. Alijua kwamba alikuwa mtu wa nje ya kampuni na hakuwa na sababu ya kuficha kilichotokea. Mkurugenzi akachukua simu yake na kumtumia ujumbe. Habari, ningependa tuzungumze kesho asubuhi kuhusu mashindano ya leo. Alitaka kujua kwa nini Doris hakuwa mshindi wa kwanza. Kesho yake asubuhi, mkurugenzi wa kampuni ya Des Beauty and Fashion alikwenda moja kwa moja katika ofisi ya kiongozi wa shirika la kuwawezesha wanawake. Alipofika, alipokelewa vizuri. Baada ya kusalimiana, wote wakaketi. Mkurugenzi hakutaka kuzunguka sana, hivyo akaanza mazungumzo kwa kuuliza, mashindano ya jana yalikwendaje kwa mtazamo wako? Kiongozi huyo akamtazama kwa muda mfupi kisha akasema, kwa kweli kampuni yako ina mambo ya ajabu. Sikutarajia kabisa mashindano yale yangefikia mwisho wa namna ile. Mkurugenzi akabadilisha mkao wake na kumsikiliza kwa makini. Kiongozi huyo akaendelea, hayo mashindano hayakupaswa kuitwa Des Empower Her Challenge au mashindano ya kumwezesha mwanamke. Ilipaswa yawe mashindano ya urembo au niseme mashindano ya umiss. Mkurugenzi akashtuka kidogo. Hakuelewa jambo alilokuwa akimaanisha. Unamaanisha nini? Akauliza. Kiongozi huyo akajibu bila kusita. Kama mlitaka kuchagua mshindi kwa kuangalia sura, umbo na jinsi anavyoweza kuitangaza kampuni, hamkupaswa kutuita sisi kuwa majaji. Mngechagua majaji wanaoendana na mashindano ya urembo. Mkurugenzi akamwangalia kwa mshangao mkubwa. Kiongozi huyo akaendelea kueleza. Doris alifanya vizuri kuliko washiriki wote. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kibiashara, alijiamini na kila alichowasilisha kilikuwa cha kipekee. Alijibu maswali yote vizuri. Hata katika tathmini ya mwisho, alama zake zilionyesha kwamba ndiye aliyestahili kushinda. Mkurugenzi akakunja uso. Lakini Lilian ndiye alitangazwa mshindi. Ilikuwaje? Kiongozi huyo akatikisa kichwa kwa masikitiko. Watu wako walisisitiza kwamba Lilian ndiye anayefaa kwa sababu anaendana zaidi na taswira ya kampuni. Walisema ana muonekano ambao ungeisaidia Des Beauty and Fashion kujitangaza vizuri. Kisha akamtazama mkurugenzi moja kwa moja na kumuuliza, kwani lengo hasa la kuandaa mashindano haya lilikuwa nini? Mkurugenzi alishtuka sana aliposikia maelezo hayo. Hapana, alisema kwa msisitizo. Lengo la mashindano haya lilikuwa kuwawezesha wanawake, hasa wale wenye uwezo mkubwa wa kibiashara. Tulitaka kumpata mwanamke mwenye mawazo mazuri, ubunifu na uwezo wa kukuza biashara. Akaendelea. Kwa kufanya hivyo pekee, kampuni yetu pia inatangazika, kwa sababu watumiaji wengi wa bidhaa zetu ni wanawake. Hatukuandaa mashindano haya ili kuchagua mwanamke kutokana na sura au umbo lake. Kiongozi huyo akamweleza kila kitu kilichokuwa kimetokea katika chumba cha majaji. Akamweleza namna baadhi ya majaji
walivyokubaliana kwamba Doris ndiye aliyekuwa mshindi wa kwanza, lakini baadaye baadhi ya watu wa ndani ya kampuni wakaanza kusisitiza kwamba Lilian angefaa zaidi kwa shughuli za kuitangaza kampuni. Akamweleza pia kuhusu mabishano makali yaliyotokea, namna baadhi yao walivyopinga uamuzi huo na jinsi walivyoondoka kwa hasira baada ya kuona maoni yao hayakusikilizwa. Mkurugenzi alikaa kimya kwa muda. Maelezo hayo yalimuumiza sana. Alitambua kwamba jambo hilo halikuwa kosa la kawaida la tathmini. Lazima kulikuwa na maslahi ya baadhi ya watu nyuma ya uamuzi wa kumuondolea Doris ushindi wake. Alimshukuru kiongozi huyo kwa kuamua kumweleza ukweli wote bila kuficha chochote. Asante sana kwa kunieleza. Ninaahidi jambo hili sitoliacha lipite. Lazima nilishughulikie na nijue ni nani hasa aliyesababisha uamuzi huu kufanyika. Kiongozi huyo akamwangalia na kusema, ni vizuri ulifuatilie, kwa sababu mashindano yanapoitwa ya kuwawezesha wanawake, hayapaswi kuwavunja moyo wanawake kwa sababu ya muonekano wao. Mkurugenzi akasimama na kumuaga. Wakati huo huo, Boniface alikuwa akizunguka katika ofisi mbalimbali kuomba kazi. Kila alipofika, alijieleza kwa kina, akaonyesha wasifu wake wa kazi pamoja na uzoefu aliokuwa nao. Hata hivyo, hakufanikiwa kupata kazi. Katika kila ofisi aliyopita, alipewa jibu linalokaribiana. Kwa sasa hatuna nafasi, lakini ikitokea tutakujulisha. Sehemu nyingine aliambiwa angepigiwa simu. Boniface aliondoka akiwa na matumaini kwamba huenda siku moja simu yake ingelia na kumpa habari njema. Lakini katika baadhi ya ofisi, mara tu alipotoka, wasifu wake wa kazi pamoja na barua zake za maombi zilitupwa kwenye pipa la taka bila hata kuangaliwa kwa makini. Siku hiyo alizunguka maeneo mengi hadi akachoka sana. Jioni aliporudi nyumbani, alimkuta Mary akiwa anajiandaa kutoka. Mary akamkaribisha Boniface kwa mabusu motomoto. Kabla Boniface hajauliza chochote, Mary akaanza kusema kwa upole, "Babe, nimeambiwa gari lipo tayari. Fundi amenipigia simu, kwa hiyo nataka nikachukue. Najua umechoka sana my love." Boniface akamjibu akiwa bado amechoka, "Nitapitia asubuhi ninapokwenda kazini, kwa hiyo achana nalo leo." Mary akatikisa kichwa kidogo kisha akaongeza, "Sawa my love, lakini nilikuwa naenda dukani kuandaa oda ya mteja halafu niitume kwenye basi. Kwa hiyo nikaona nipitie kuchukua gari ndipo niende dukani." Boniface akamuuliza, "Mteja amechukua nini?" Mary akajibu, "Amechukua suti 2 za harusi. Kwa hiyo ni lazima niende dukani ili nizifunge vizuri na kuzituma leo." Boniface akamwangalia kwa muda mfupi kisha akasema, "Sawa, lakini urudi mapema." Mary akatabasamu, "Wala sikawii." Boniface akakaa kwenye sofa huku akiwa ameinamisha kichwa kwa uchovu. Baada ya muda mfupi akamuuliza, "Chakula kipo?" Mary alikaa kimya kidogo kabla ya kujibu, "My love, leo nilikuwa busy sana. Hata sijapata muda wa kupika. Lakini unaweza kuagiza chakula." Boniface hakujibu. Aliendelea kukaa akiwa ameinamisha kichwa. Mwili wake ulikuwa umechoka na njaa ilikuwa ikimuuma. Lakini zaidi ya yote, akili yake ilikuwa imelemewa na mawazo mengi. Bado mawazo ya kumpoteza Alice yalikuwa yakimsumbua kila siku. Mbali na hilo, hakujua Doris alikuwa wapi wala watoto wake mapacha walikuwa wanaishi katika hali gani. Maswali haya yote yalizunguka kichwani mwake. Mary alimsogelea Boniface akambusu kwa upole, kisha akachukua mkoba wake na kutoka. Mary alikuwa mwanamke aliyependa sana starehe. Baada ya kutoka pale, hakwenda dukani wala kuchukua gari kama alivyomweleza Boniface. Badala yake, alikutana na Felix, kisha wakaelekea kwenye moja ya klabu za usiku kwa ajili ya kujiburudisha. Usiku huo, Mary alikuwa akifurahia muziki na vinywaji pamoja na Felix bila kujali kabisa hali ya Boniface aliyekuwa amemwacha nyumbani akiwa amechoka na mwenye njaa. Mary, wewe ni mrembo sana. Asante.
Kwa upande wake, Boniface aliendelea kumsubiri. Aliamini kwamba Mary angerudi mapema kama alivyoahidi, kisha angeandaa chakula. Kila aliposikia mlio wa gari likipita nje, alidhani labda Mary alikuwa amerudi, lakini muda uliendelea kwenda. Njaa ilizidi kumuumiza, huku uchovu wa kuzunguka ofisi mbalimbali kutafuta kazi ukimlemea. Mwishowe, usingizi ulimshinda na akalala akiwa na njaa usiku ule. Mary hakurudi nyumbani. Baada ya kutoka klabuni, yeye na Felix walikwenda pamoja kwenye nyumba ya kulala wageni, huku Boniface akiwa amelala nyumbani bila kujua chochote kilichokuwa kikiendelea.